Hujambo mpenzi msikilizaji wa Radio Kivu popote pale ulipo, ni kwamba matumaini yangu makubwa kwa mzima wa afya na ukaribisha kuweza kusikiliza uchambuzi wetu wa habari za siku ya leo. Uchambuzi ambao unagubikwa na ukurasa wa habari muhimu leo hii. Uchambuzi wa habari toka waandishi wetu mbalimbali, makala ya michezo na burudani pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Msomaji wako wa siku ni Teomari Makelele Osile, upande wa pili na Selma kijana Isake Mrucha Ashibe. Nasema tuambatane kwa pamoja mwanzo hadi tamati. Kabla ya kuingia kwa undani wa uchambuzi wetu wa habari zenyewe kwa kina, nampisha mwenzangu Safari Alimasidilwe kwa habari muhimu. Karibu. Asante sana Omar Makelele Uzil kwa kunipa fursa hii. Kwenye habari muhimu ni hapa Baraka ni kwamba shirika la maji safi Regideso mjini Baraka limeendesha shughuli za kuweka bomba 3 za umma kati ya zile 4 walizoahidi kuziweka katika kata la Mwandiga ya kwanza ili kusaidia raia wa eneo hilo ambao wanaendelea kulalama kuhusu uhaba wa maji. Na huko Kamituga ni kwamba hali ya usalama ripotiwa kuzorota kwa kiwango kikubwa katika mji wa Kamituga na pia tarafani Mwenga. Na kwenye habari za kitaifa ni kwamba rais wa Israeli Isaac Herzog amefanya ziara yake ya kikazi nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Jumanne hii tarehe 11 Novemba 2025, ambako amekutana na mwenzake wa DRC Felix Antoine Tshisekedi. Nitakuwa hapa na Isaac kwa ajili ya kujuza mengi kuhusu taarifa hii. Omar, naweka nukta kwenye habari muhimu. Asante sana Safari Alimasidilwe kwa ukurasa wa habari muhimu. Tujikite ndani ya uchambuzi wetu wa habari zenye kwa kina, tukianzia katika mji wa Baraka. Ni kwamba kiongozi wa chama cha UDPS mjini Baraka na tarafa la Fizi kwa jumla amesema kupongeza kwa kazi ambazo gavana makamu wa jimbo la Kivu Kusini ambaye ni mchaguliwa wa tarafa la Fizi kwenye ngazi ya kitaifa kwa kuendelea kujibu kwa mahitaji ya raia wa jiji la Baraka na kando mwake. Edi Mfudi ni kiongozi wa UDPS mjini Baraka amesema kuwa gavana makamo anafanya kazi kwa maono ya Rais Felix Antoine Tshisekedi. Kwa hiyo pesa ambayo atakuwa anapata kwenye kazi yake ya ugavana ni lazima zirudilie raia ambao walimchagua na ambao wanaendelea kumsapoti 100%. Gavana makamu Jean-Jacques Lakano iko na travailler ku vision ya chef de l'État. Vision yake ni ya kurudisha heshima kwenye watu wali comprendre que faut voter UDPS. Alors watu walichagua UDPS à travers Jean-Jacques Lakano baone difference. Na difference iko naonekana. Ile yote actif ile yote iko nafanya iko narudia kupana heshima kwa chama ya UDPS Tshisekedi ndani ya territoire ya Fizi. Sisi kama chama tutamshukuru sana na tunamshukuru sana tena. Evre ni mingi na bado sio yeye jinsi alisema kurenye tulikuwa na bado angalia kilali tunafanya nao miaka mingi. Huenda kuna polisi pale mpaka kuzunguruka nje ya huko na anakuja na maliza. Jetemi ilikuwa anatukaniwa sana na hii tunaona changement nyingine. Wajilia watu waliteseka kilalo kubwa na mimi niko najiuliza kilalo yapata pale naenda kukiliwa kule kilalo kubwa ya tunaja mingi sana na wapaluru napasha pita. C'est-à-dire mtu iko na vision ya kutumika. Yeye alisema yote atapata itarudia bazi yake. Ndio tuko naona. Angari ilikuwa projet ya 2, inakuwa 3 ya 4 hii. Na ya 5 ya 6 kwa projet nyingine. Donc, sisi kama chama ya UDPS territoire ya Fizi tunamshukuru sana na tunaomba kama aendelee vile, aendelee na action sur terrain jinsi alipromettre. Action yake iko naonekana ni visible, iko naonekana aendelee vile na tunatupia la faire na mingi na ile vision. Tubaki tu katika mji wa Baraka ni kwamba shirika la maji safi Regideso mjini Baraka limeendesha shughuli za kuweka bomba 3 za umma kati ya zile 4 walizoahidi kuweka katika kata la Mwandiga ya kwanza ili kusaidia raia wa eneo hilo ambao wanaendelea kulalama kuhusu uhaba wa maji. Akiwa kwenye microphone za radio yako, Bwana Christian Shandu, kiongozi wa Regideso kwa muda katika mji wa Baraka, amesema wamejitahidi kuweka bomba hizo za umma ili kusaidia raia wa eneo hilo. Tulikuwa tumewaahidi watu wa Mwandiga Premier ya kwamba tutawekea bomba kwa sababu walikuwa wamelia sana ya kusema kwamba bomba bado ni ndogo kwenye kata yao.
Kwa hiyo tuliwapatia ahadi ya kusema tutawaongezea, na hivi tayari tumeshaweka bomba 3 huko. Ni pesa hizo ndogo ndogo ambao waabone wetu wanakuja kulipa, hiyo pesa ya fakturi ndo tulitoa kidogo, tukasema basi ni lazima tuhakikishe ahadi yetu itimie. Kwa hiyo tunashukuru sana kuona waabone fulani walifika ofisini wakalipa, na tunawaomba vile waendelee kulipa ili ma project fulani ambao tunaopanga ije ikakamilika kama hivyo tumekamilisha hizo za kuweka bomba 3. Na bado hiyo ni hatua ya kwanza, hatua ya pili itafuata. Yani wameshukuru sana kabisa, kwa sababu kwa muda mchache hapa nilipokea shefu wa kata hiyo na wale ambao tuliweka hizo mabomba kwenye parcele zao, antukawa wanafikisha shukrani kubwa sana kutoka kwa hiyo population ya Mwandiga kwanza. Mwishowe Christian Shandu amesema kuwa kwa wakati huu maji ni machache katika mji wa Baraka kutokana na tatizo kubwa lililoko kwenye tanki kuu iliyowekwa na shirika la Oxfam. Kwa hizi siku mbili tuna shida fulani ambayo imejitokeza kunivo ya captage, yani kumwanzilio ya maji yetu. Hiyo captage ambao ilikuwa execute na Oxfam imepata shida kubwa sana, haiko natoa maji. Wafundi wetu ambao wanapatikana huko walijaribu siku ya kwanza kutumika, lakini wapi, siku ya pili vile ikashindikana. Kwa hiyo leo ndo tunatoa ekipe kubwa ya hapa Regideso Baraka inapanda huko ili waangalie nini kinahitajika. Tunaprometre wa abone wetu ya kwamba hiyo kazi karibuni tutaimaliza na ritme ya kawaida itarudia, tutapata maji sote. Tujelekeze kule Fizi Center. Ni kwamba kisha shirika la raia Fox Vive tarafani Fizi kuandikia serikali ya DRC kibarua cha kuomba raia wanaokumbwa na machafuko ya kivita ndani ya baadhi ya vijiji vya sekta ya Tanganyika kama Tuwetue na vingine kusaidiwa. Ndani ya kibarua hicho, shirika hilo limeomba pia kwa serikali kusaidia raia wa Minembwe wanaoteseka kwa ukosefu wa chakula na dawa. Katika mazungumzo nasi, Jacques Alimasi, mwenyekiti wa shirika hilo la raia, amesema raia wapatikanao sehemu za Minembwe wanapitia changamoto nyingi, hasa ukosefu wa chakula, na hivyo kupelekea wanawake wengi na watoto kupatwa na ugonjwa wa utapiamlo. Huyu ameomba kwa serikali na mashirika ya kiutu kukumbuka raia hao. Pia tumeonesha hali ya usalama mdogo na hali ya kiutu ambayo inaendelea kuzorota katika kijiji cha Minembwe. Hapo utakwenda kujua kwamba sasa Minembwe inakwenda kudhibitiwa na wale waasi wa M23 AFC Tigwaneo ambao wanaendelea kuendelesha vita huko nyanja za juu. Na ni tangu mwezi wa pili huu mwaka ndio ambao wameingia na wakashika mji wa Minembwe. Sasa raia inaendelea kulalama na kuteseka, haina gisi ya kuingia wala kutoka, na hakuna gisi wanaweza wakajisaidie na gisi ya kupata chakula, kwa sababu Minembwe ilikuwa inaishi na vyakula na vitu vingine ambavyo vilikuwa vikitoka Baraka na Fizi Centre vinapandishwa huko juu. Sasa kwa sasa raia wanaendelea kushakiwa kuwa ni watu ambao wanaendelea kuongea na wanamgambo wa M23 AFC Twirwaneho ngambo moja, na ngambo ingine wanamgambo wa AFC M23 wanaendelea kushakia raia kuongea na maskari wa kijeshi wa FRDC hata na wale wazalendo. Na hiyo hali ya sitomfahamu kati yao inaendelea kuleta giza na inaendelea kutuma raia wanashindwa gisi watajichukulia kwa ajili ya maisha, kwa ajili ya mafamilia zao. Kwa sasa ugonjwa wa utapiamlo unaendelea kuripotiwa kwa wanawake, hata kwa watoto. Wanawake ambao wako na mimba na watoto wanaendelea kupatwa na hiyo magonjwa ya utapiamlo. Hakuna dawa, hakuna vingine vyote vile ambavyo vinaweza vikasaidia ili kuzibia yale magonjwa yasiendelee kutapanywa katika kijiji hicho cha Minembwe. Ndio kwa maana tumeomba kwa serikali yetu ya Kongo iangalie gisi inaweza ikafanya ili wafanye ile ambayo tunaita wafasilite ile ambayo tunaita couloir humanitaire. Kama kuko wa mashirika za kiutu ambazo ziko na haja ya kwenda kusaidia wakaaji, government yetu ya Kongo isaidie ile couloir humanitaire, na wale watu ambao wanashikilia silaha wasaidie hivyo hivyo mashirika za kiutu ili msaada ufike huko Minembwe.
Mwishowe shirika la raia hilo limeomba kwa pande zote zenye kumiliki silaha kuheshimu haki za binadamu na kuheshimu pia mikataba inayosainiwa Doha na Marekani ili kutafuta amani ya kudumu. Tumekwenda kuomba kwa watu wote ambao wanashikilia silaha pande zote waendelee kuheshimu haki ya kibinadamu, pia waendelee kuheshimu zile mikataba ambazo wanaendelea kuzungumza huko Amerika na Doha kwa ajili ya kupata amani ya kudumu. Naam, kipenga kimepulizwa huko upande wa pili kunako nyasi za uwanja wa redio kijamii Kivu. Katika habari za michezo ni kwamba ni furaha tosha kwa wapendelevu wa soka wa tarafa la Fizi ni kwamba kijana Payet anaendelea kufanya vizuri kunako klabu ya Dauphin Noir ya Goma kunako michuano ya ligi kuu hapa nchini DRC. Mengi zaidi nampisha Sudi wa Sudi Valentin. Shukran sana kabisa mwenzangu Mari Makelele Uzile. Leo kuna kurasa wa habari za michezo nikiwa na vulana nambari 19 mgongoni ya kimshambuliaji wa klabu ya AS Dauphin Noir ya Goma jimboni Kivu ya Kaskazini, ambaye si mwingine bali muite Kandida Mapendo Payet. Ndio nimeingia nayo leo kabisa kuna studio za redio ya kijamii Kivu, na hivyo kuna kurasa wa habari za michezo. Acha tuanze na hizi habari za michuano ya ligi kuu hapa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo maarufu Lenafoot, ambayo iliweza kutimua vumbi mchana wa siku ya 3 ya wiki tunayo ya tarehe 12 Novemba mwaka 2025. Huko Kindu ni kwamba watu wamebakia na mshangao mkubwa kisha mchezaji kutoka katika tarafa la Fizi na mji wa Baraka Kandida Mapendo Payet, tena mchezaji wa zamani wa klabu ya OC Masansi Njaua, aliweza kuchapika boma 3 mwenyewe zidi ya klabu ya FC Etoile du Kivu na kupelekea klabu yake hiyo ya AS Dauphin Noir ya Goma jimboni Kivu ya Kaskazini kuibuka na alama 3. Mchezaji huyo Kandida Mapendo Payet amechaguliwa kwa mchezaji bora wa mchezo huo kati ya klabu yake ya AS Dauphin Noir zidi ya klabu ya FC Etoile du Kivu kutoka hapa katika jimbo la Kivu ya Kusini. Ni rasmi sasa msikilizaji, mshambuliaji huyo Kandida Mapendo Payet anakuwa mfungaji bora michuano ya ligi kuu hapa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo maarufu Lenafoot kisha kuwa na jumla maboma 6 kwenye mechi 5. Dabi nyingine ambayo iliweza kushuhudiwa huko katika mji wa Kinshasa ni kwamba klabu ya Les Aigles du Congo waliweza kuwatandika klabu ya AS Vita Club bao 1-0, na kwingineko ni kwamba michuano ya Premier League hapo katika nchi ya Burundi iliweza kutimua vumbi mchana wa siku ya 3 ya wiki tunayo tarehe 12 Novemba mwaka 2025. Ni kwamba klabu ya Muzinga FC waliweza kuwatandika Messager Ngozi bao 2-1, huko klabu ya Dynamique kuweza kuibuka vile vile na ushindi bao 2-1 dhidi ya klabu ya Olympique Star. Kayanza United waliweza kutandikwa bao 2-1 dhidi ya klabu ya Rukinzo FC. Garage Express waliweza kutandikwa bao 1-0 dhidi ya klabu ya Musongati, huku klabu ya Bumamuru waliweza kuibuka na ushindi bao 2-1 mbele ya klabu ya Vitalo, na klabu ya Ngozi City waliweza kuwatandika Msumara bao 1-0 klabu ya Interstar. Na kwingineko ni kwamba mechi ya mchujo ili kuweza kufuzu kwenye kombe la dunia mwaka 2026 itaweza kushuhudiwa hapa katika bara la Afrika siku ya Alhamisi tarehe 13 Novemba mwaka 2025, ambako nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo majira ya saa 3 kamili za usiku wataweza kupambana vikali dhidi ya timu ya taifa ya Cameroon huko katika nchi ya Morocco. Naweka nukta kunako kurasa wa habari za michezo mwenzangu Mari Makelele Uzile, lakini ni heri kwa kukumbusha wasikilizaji wetu ya kwamba navalia nambari 19 mgongoni yake mshambuliaji wa klabu ya AS Dauphin Noir ya Goma jimboni Kivu ya Kaskazini, ambaye ni Kandida Mapendo Payet. Asante sana Sudi wa Sudi Valentin kuweza kujuza wasikilizaji habari za michezo. Msikilizaji, endapo unataka kuja kujiunga nasi, unaendelea kusikiliza uchambuzi wa habari za Radio Kivu katika mji wa Baraka kupitia masafa ya FM kunako mita 93.0. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Tujelekeze kule Kamituga tukiwa tu katika jimbo la Kivu ya Kusini. Ni kwamba hali ya usalama yaripotewa kuzorota kwa kiwango kikubwa katika mji wa Kamituga na pia tarafani Mwenga. Hivyo ni kutokana na vitendo vingi vya unyanyasaji na wizi wa kutumia silaha vinavyoendeshwa na watu wasiojulikana.
Kwa jambo hilo, shirika la raia laomba serikali kuvalia njuga swala hilo. Mengi zaidi kulingana na habari hii na mpisha mwenzangu mchumbe wa mkulima na Fatuma ambaye ametuandalia ripoti ifuatayo. Udhibitisho wa habari hii ni wake mwananchi Wisoba wa Kilongo Fiston, mratibu wa shirika la raia, tena mchunguzi wa mashirika ya haki za kibinadamu BDH kusini mwa jimbo hili la Kivu ya Kusini, ambaye ameanza kwanza kukemea hali na vitendo vya ukosefu wa usalama pa Kamituga. Kamituga kwa sasa usalama sio shwari, kwa sababu kulala na kulamuka Kamituga na amsikie asubuhi kama mtu aliingiliwa na watu wenye kumiliki silaha inakuwa rare kwa Kamituga. Kwa sasa watu hawatembee tena usiku kwa kuhofia usalama yao au wenyewe na usalama ya mali yao. Kwa sasa pa Kamituga mtu kutembea usiku atakutana watu wenye kumiliki silaha, ananyang'anywa masimu za mkononi, ananyang'anywa pesa na vinginevyo. Siku zilizopita kuko mtu mwenye aliingiliwa kwa kunyumba na alikuwa iko na gardinage pale ya polisi, na haikuzuia watu wenye kumiliki silaha wakuje kumshambulia wake, kwa sababu walisikia kama alipata pesa kidogo. Kamituga kwa sasa kama uko na pesa kidogo unaanza kuishi mwenye security, kwa sababu ukikuwa na pesa kidogo ama ikijulikana kama ulipata pesa kidogo, directement unaingia muliste ya visite. Donc utajiatendre usiku watu watakuja kuvisite na kukunyang'anya pesa ambayo ulipata. Mtu ambaye alikuwa visite ni Pasteur Tonga, na wakaacha na uwa mke wa mtoto yake ambaye mpaka sasa hajazikwa. Wa polisi ambao walikuwa pale kugarde waliponea chupuchupu. Apre pale watu tena walinyanganywa matelefoni. Hata hivyo, wakati hayo ya kijiri, mwanaharakati huyo wa haki za kibinadamu kusini mwa jimbo hili ameongeza kuwa ni jambo la kusikitisha kuona baadhi ya askari jeshi wa taifa FRDC wanahusika katika kuyumbisha usalama wa raia. Wisoba wa Kilongo Fiston amerejea mara tena kwenye laini ya simu ya Radio Kivu kutoka pa Kamituga. Cha kushangaza bwana mwariri, mwingine mtu ambaye anayeuza dhahabu alikutana na watu wenye kumiliki silaha, na alikuwa jeshi wetu wa taifa, ili hatutavichika na hatutaogopa kusema. Na wakaanza kupigana na ule jeshi. Mungu akamsaidia, akanyang'anya jeshi silaha, na ile silaha ule mtu akakuja na ile silaha kuifikisha mbele ya mkuu wa jeshi, na ule jeshi iko mprison anafungwa. Ni vitu vimoja vya kutangaza na vya haya. Bwana mwariri, tulipokea hapa vile unajua trupe ya Burundi. Population kunajiuliza trupe ya Burundi yenye liingia hapa inatiliwa mapembeni na vile na bakia yo peke. Pourtant tulikuwa tunawaza vile viko effectif ya mingi wataenda na installe mu makartier pour que wane nalinda usalama ya raia na mali yao, lakini wanawatia mapembeni vile na bakia vide na quelques FARDC na quelques policiers. Unajua kama Kamituga hatuna effectif ya mingi ya nani ya polisi, inatuma wizi inakuwa mingi, uporaji inakuwa mingi, mauaji inakuwa mingi. Tunaogopa kama tika hii vita wa operateur economique wa territoire ya Mwenga na vile wa Kamituga wataomba kadiri gisi mnavyofanya analize kama vile wakteur wa mashirika ya kirahia. Mnawaza nini kabisa inaweza ikawa suluhisho kulingana na hali ya insecurity kuwa nyingi katika hilo jiji la Kamituga na hata Mwenga tarafani vile vile? Suluhisho ni kuongeza effective ya
ba militaire ba policier ou ma quartier. Donc chaque quartier ikuamo suffisamment na ba policier na ba militaire benye banachunga raia na mali yake. Na ingine pia tungipenda mkamituga wakuu viongozi wangeorganize bouclage kwenda na kontrole nyumba kwa nyumba kuona kama wanaweza denike maarmi banani ba malfa. Na mwishowe alipoulizwa juu ya jukumu lao la kuwa na hamasisha jamii kuwa na zoezi la kutaja wahalifu kwenye vyombo husika, mwanaharakati huyo ametoa mwangaza. Ile tu tunaifanya bwana mwariri sawa vile wanamemba wa shirika la raia tuko tunaifanya na tuko tunadenonse basi yote kwenye tunaona huko sisi tuko tunadenonse na sirtere pamoja na basi wenye viko na security mikono yao ndio hakuna resultat mzuri. Bwana mwariri mu ma conseil de sécurité tulikuwa tunafanya watu wa FRDC na watu wa PNC surtout watu wa FRDC bali déclarer kama il serait mieux bazalendo batoke mujiji ya Kamituga baelekte kule Fukron kwenye mapambano iko na warugaruga wa M20 na tukasensibilize watoto ambao waliingia mkizalendo wafate ile nani ile na walipata, lakini kicha hao kutoka ndani ya muji hiyo mambo ya wizi tena na nani inaendelea. Seke wazalendo hawapo tena mnani mjiji ya Kamituga, wanyeko mjiji ya Kamituga ni FRDC police na trupe Burundi yenye ilikuwa kusaidia. Ni vema tuwakumbushe kuwa ni yapata sasa muda mrefu mji wa Kamituga na tarafa la Mwenga vinakumbwa na ukosefu wa usalama kwa njia mbalimbali. Asante sana mchumbe wa mkulima na Fatuma kwa ripoti hiyo. Tujielekeze katika mji wa Uvira. Ni kwamba milio ya risasi imesikika kwa muda ndani ya mji wa Uvira. Hivyo ni baada ya mvutano wa kutokuelewana kati ya baadhi ya wazalendo waliokuwa wamezuia raia wawili wa kabila la Kinyamulenge zidi ya askari wa moja wa taifa FRDC mchana wa Jumatano ya wiki tunayo. Kwake Mafikiri Mashimango, mratibu wa shirika la raia kusini mwa jimbo hili pa Uvira, ameanza kutoa picha halisi ya hali ya usalama ulivyokuwa pa Uvira. Bwana journalist, nashukuru kwa sababu ilifo kuonesha kwamba kwa leo ya l'après-midi ya eu des tirs de balles zilisikilika au niveau du rond-point Kamivira. Effectivement, ilikuwa dit na quelques deux Banyamulenge qui étaient arrêtés ici. Réellement que palikuwa incompréhension, mais plus tard quand même palikuwa une compréhension entre quelques wazalendo na FRDC et que les balles batu wawili palikuwa cheminer directement au état-major. Voilà la situation. Donc il faut quand même préciser pour la question de tir de balles. S'explique effectivement par des Banyamulenge balikuwa mugari en train de voyager et que pour des raisons sécuritaires balikuwa arrêté si vous voulez bien par les éléments wazalendo. Plus tard éléments FARDC à intervenir. Il faut connaître kwamba certains militaires FARDC voulaient faire du mal. C'est comme ça que les wazalendo ont dit non, habita wezekana mwele maisha d'abord masase kalia. C'est comme ça que bakakuya kupata un compromis ya kuba transférer directement au niveau ya kuzone. Donc les tirs d'échange na tension ilikuwa shakuwa c'est suite à l'arrestation de ces deux Banyamulenge qui balikuwa mu voyage en train de partir Bujumbura. Mais la situation maintenant est calme, mais il faut aussi préciser que depuis juzi palikuwa pause ya nani ya barabara ya route numéro 5 au niveau ya Graka Kasenga, et que nous comme nouvelle civile tuna félicité d'abord na juzi na jana balendelea kuchaka Bulimbo, et que à notre niveau les plaidoyer endelea pour que quand même Uvira ipate barabara yenye kwa asphaltée. Depuis des années ilikuwa rêve pour la population ya Uvira, population Sud-Kivu. Mais néanmoins tuko na sensibiliser tous les wazalendo à tous les niveaux, surtout de la partie sud de la province, kukamata responsabilités za mzuri par rapport na défense ya nchi. Et que unajua que les accords ziko endelea kwa signer, que notre niveau tuko na fa plaidoyer que les wazalendo bali résister face à l'agression, que pakuwe ni reconnaissance de leur part kaju tusikui kupoteza kitu ke bangine balipata facilement. Voilà, mais les plaidoyers continuent pour quand même.
Hata hivyo, alipoulizwa kwa nini uteteaji wa wazalendo umeanza kama chelewa, kwani mchakato huko karibu ukingoni, Mafikiri Mashimango ametoa mwangaza. La question que nous soulevons ça et tout on nasema kwamba nous continuons avec des plaidoyers au niveau du gouvernement central parce qu'effectivement les accords ziko nafanyika na zinafika mwisho, mais cela n'empêche pas tant qu'acteurs de la société civile pour rappeler gouvernement kusonger kama yale wazalendo walitumika pour la défense inchi et que mon attribution ya avantage ou des privilèges, le gouvernement congolais a l'obligation ya kusonger directement à la place des wazalendo. Et il n'y a pas un retard, parce que les plaidoyers niko nakwambia ça on n'a pas commencé aujourd'hui, mais ma plaidoyer tulianza depuis zamani na paka ça y a pas quoi retard parce que effectivement c'est le gouvernement à part partager avec les rebelles M23 certains avantages, comment maintenant les fils et filles de bali résister connaissent amour patriotique wanaweza baacha et ne pas qu'on va intégrer pour les avantages et maintenant il n'a pas. Voilà, donc il faut connaître kwamba nous résistons sur ça na tunaendelea kuassister. Je vous informe que nous avons la confiance kwamba gouvernement itarevenir kwa raison kujua kama aussi il y a d'autres avantages que wazalima wanapaswa kupata na wakuwe satisfait. Na waza kama ulifata la déclaration ya FDLR, donc allez-y comprendre que il y a des choses ça y et natuwezi maliza, mais tuko na lite à ce que quand même le gouvernement revienne à la raison pour l'intérêt de défense nationale. Na upande wa habari za kitaifa ni kwamba rais wa Israel Isaac Herzog amefanya ziara yake ya kikazi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jumanne hii ya tariki 11 Novemba 2025, ambako amekutana na mwenzake wa DRC Felix Antoine Tshisekedi. Mengi zaidi naye Safari Alimasi Dilwe akishirikiana na Isaac Mulucha Ashibe. Naam. Ziara hii inalenga kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia kati ya Israel na DRC ambao tayari umekuwa wenye nguvu zaidi kutokana na mikutano iliyopita kati ya Rais Herzog na Felix Tshisekedi mwaka 2021 huko Jerusalem na mwezi Januari mwaka huu huko Davos nchini Uswisi. Baada ya kikao binafsi kilichofanyika katika Cité de l'Union Africaine, Isaac Herzog alieleza kwamba mazungumzo yao yalihusu masuala kadhaa ya pamoja kati ya mataifa ya mawili. Akizungumzia hali ya usalama katika Afrika ya Kati, alikumbusha kwamba matatizo sio tu Mashariki ya Kati, na pia alisisitiza umuhimu wa mataifa ya Afrika kutatua mizozo yao wenyewe. Safari Alimasi, kuhusiana na mgogoro kati ya Kinshasa na Kigali, rais wa Israeli hakuhukumu moja kwa moja uvamizi wa Rwanda uliofanywa kupitia uasi wa AFC M23, lakini alionyesha kwa upatanishi wa Marekani, huku akisema kwamba jumuiya ya kimataifa inapaswa kuzingatia zaidi mgogoro huo kuliko hali katika Mashariki ya Kati. Isaac wacha tunukuu maneno yake rais wa Israeli ambaye alisema Israeli inapaswa kuchukua jukumu kuu kwa sababu Afrika ina umuhimu mkubwa kwa taifa letu. Hakuna sababu ya mataifa ya Kiafrika kutuachilia mbali. Bwana Rais, mgogoro si tu katika Mashariki ya Kati. Afrika itaweza kutatua matatizo yake yenyewe. Nasamini juhudi ya Rais Donald Trump katika kurejesha amani katika mgogoro unaokuhusisha na Rwanda. Ningependa dunia itazame mgogoro huu badala ya kuzingatia sana Israeli. Ni nafasi kubwa, rafiki kipenzi, kufanya kazi pamoja ili kurejesha amani na utulivu, alisema Isaac Herzog katika mkutano wa pamoja waandishi habari na mwenzake wa Kongo. Katika ziara yake hiyo ya kwanza kabisa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Isaac Herzog amekamilisha ziara hii katika muktadha wa kuimarisha uwepo wa kidiplomasia na kiuchumi wa Israeli katika jukwaa la Afrika na kuimarisha ushirikiano wa kidiplomasia kati ya mataifa haya mawili. Aliendelea kusema kuwa hakuna shaka kuwa kuna fursa nyingi za kushirikiana. Tumefanya majadiliano ya kina na nina furaha kubwa kuwa hapa ili kupanua mawazo yetu ya pamoja. Tumeguswa sana na maono yenu na tunafanya kazi kuimarisha zaidi uhusiano wetu. Zaidi ya hayo, tunashiriki thamani za pamoja hasa katika nyanja za haki. Ninapongeza DRC kwa kuchaguliwa kwake katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Kuanzia mwezi Januari mwaka ujao, Israel ilitekeleza dhamira yake, itaendelea kuhudumia maslahi ya raia katika nchi hii. Pia tunashukuru kwa msaada mliotupatia ndani ya Umoja wa Afrika, alisisitiza akiongeza hayo rais wa Israel. Kwa kumalizia Safari Alimasi, ziara hii inakuja katika muktadha wa kidiplomasia mgumu kati ya DRC na Rwanda baada ya kuangua kwa Goma na Bukavu na kushindikana kwa mchakato wa Luanda. Makubaliano ya Washington na mchakato wa Doha sasa ni nguzo mbili zilizoongezeka katika juhudi za kikanda na kimataifa za kutatua migogoro inayoendelea mashariki ya nchi, hususan inayohusisha Rwanda na vikundi vya silaha kama M23. Msikilizaji, ni hayo ndio tulikuwa nao kwenye habari za kitaifa kwa siku ya leo.
Ni kupitia habari hizo za kitaifa ndipo natamatisha uchambuzi wetu wa habari za siku ya leo, na kushukuru msikilizaji kwa kuweza kunitegea sikio mwanzo hadi tamati. Vile vile sitakosa kushukuru jopo nzima waandishi habari wa Radio Kivu walionisaidia kuziandaa. Mimi ni Omari Makelele Ozile, nilisaidiwa ni kijana Isaac Mluja Ashipe upande wa pili. Nasema asante na kwaheri.